ile hasira yako ya kutolipwa, unakuja hapo na kuja kutafuta fake news. Watu wote watasema UDA imesema hivi. Weke tena na hasira yako ambayo sisi badala ya kwenda kuwekelea ujidonue, badala ya kwenda kudemonstrate kama yule mwingine pale kwa gate, naenda kuandika headline ya Omolo. Mbona kumfanya hivi? The media outlets, together with those who control and guarantee their conduct, have become a threat also to the national security. Constantly, consistently, and deliberately pursuing a scheme of profiling and undermining the work of security agencies and chief and heads of these security agencies. We include Madawake mnataka watu can speak for themselves kama Douglas Kanja. Douglas Kanja alikufanya nini? Wewe Standard Group, kila kati unamweka kwa headline yako na viringa watu around him, unafanya nini? Ama mkituma Murkomen, ama jana ukaanza kumwaccuse Omolo of abduction including of his own friends. Mtu ambaye Omolo ndio ana support kwa intent mtu aende UK, leo namweka hapo kwa Gabriel Oguta, unaweka hapo unverified false claims, consistent pursuing those unjustified lines of mediocrity, so that then you can diminish the integrity and credibility of the structures and apparatus of national security, including its leadership, so that tomorrow you may cause mayhem and then blame it on them. Kila siku yule jamaa Munyoro, kila siku ni kama Murkomen amemfanya nini? Yeye Murkomen tena Murkomen bwana. Wewe ni shindo na kazi ya kuwa namba 2 ya nchi. Hawezi kuwa namba 2, wazani na Murkomen, wazani na UDA constantly. And it's just a political ploy. And these are the news that sensationalize the public today. Na sisi sasa ndio tumesema as a party, sisi ndio tutajibia hii watu. Na watu wetu wote wakisimama katika majukwaa, katika podcast zenu, katika mitandao yenu, jibu kwa niaba hii watu. You cannot continue to attack people who cannot speak back defensively. Because Kanja can't speak politically. Unajua Omolo can't speak politically. But when Gideon, you have made him your tool of vengeance. So, instead of supporting the rule of law, you have increasingly, some of them, provided platforms for individuals accused of breaking the law, often granting them prime time coverage to sanitize, glorify, and justify unlawful conduct and violence. And this is one of the reasons, actually, I have decided to give this press conference. Because, you know, we sanitized and normalized violence. It takes today, this country, and I'm also a parent of young girls. Leo watoto wadogo kwa ajili ya kukosa hekima, kwa ajili ya kukosa uadilifu, kwa ajili ya kukosa uhandisi ile professional expectations, ukaongea mbaya, ukasema mambo ya kasi. Leo we are mourning 2 sets of girls. 16 were burned to death with Almighty rest their souls, and 8 young girls who face an uncertain future. You know how hard it is for both these parents. Mtoto wako amewekwa remand, mtoto wa miaka 14 yule anasema mommy daddy, because somebody in the media anajiona yeye ni Christian, anajiona yeye ni Wolf Blitzer, anajiona yeye ni Anderson Cooper, anajiona ni Mehdi Hassan, anataka likes, anataka retweets. They radicalized these young people. They exposed them to violence. They were airing violence on TV. They were airing violence everywhere. Is your conscience clear? You have destroyed 24 young girls
in the ages of 14 to 16 years. Wewe unajua ni nani? Watoto wadogo maskini facing an uncertain future, life in prison. Now they have taken the lives of others because of this normalization. Now that's why sahi ukavunda hata pencil ya serikali, you will be charged. We must make sure that we tell our people that violence is wrong and violence will be punished. There shall be no impunity. Enda sahi tukupate umevunja hata penseli ya serikali, you will take responsibility. This is what has led to this unjustified public reporting under the pretext of free media and politics. Mbona imeleta watoto wamekuwa na hii kind of translations. Kalia hata civilized society wameban other societies wameban social media, including the UK. It is because of people, editors, who have no sense of social responsibility. They do not know who they are talking to. And you have actually that point mumekubaliana na mimi. It is the most heartbreaking. Watoto wanane wanaletwa wamefungwa hivi bwana. Na yote ni mtu anajiona Christian anakuwa. Yote ni mtu ameriport inaccurate. Yote ni mtu ana live broadcast violence. Anafanya kila mtu awe defined. Anatukana rais, anatukana deputy, anatukana wenzake, anatukana kila mtu. It's not right bwana. It's not fair. And by normalizing criminality and presenting lawlessness as a